Umeamkaje mwanangu? Nikuulize, mgonjwa ni karibia kufa. Neno gani hayo mamangu? Kwani kufa kuna mgonjwa tu? Hata wewe hapo unaweza ukaugua na ukafa. Utaanza wewe hivi mama, unajisaulisha? Unajua mimi nimesahau kila kitu. Sasa kwa taarifa yako, sijasahau chochote. Kila kitu ambacho umenifanyia nakumbuka. Ulitamba kwa upo kwako, lakini sasa nipo kwangu. Upo katika himaya yangu. Sijui unanielewa? Sikia nikwambie binti yangu, tena nikuombe sana. Mimi njakuja hapa kuishi hapa, wala nimekuja mimi kujitibia kwa mtoto wangu. Siwezi kuishi hapa mimi. Naishi hapa kwa nasaba gani? Nitaondoka mama. Leo unakaa hapa unajifanya na unaumwa hivi. Katika anaumwa na ukiambiwa utoke unatoka. Unaumwa nini wewe? Kitu gani ambacho kinakuuma? Wanaumwa kwa hospitalini. Wamelala, anayeingia anayetoka wamfahamu, lakini wewe nikiingia nikitoka unajua yule pale nani. Alafu unajifanya unaumwa. Sasa nisikilize. Kitu ambacho ukijui. Sasa hivi nakimbia tumboni mwangu cha mtoto wako. Sasa hapa kwangu mtoto wako hatoki, hafurukuti, na nimefunga kwa kamba ya nyororo. Kwa hiyo kazi kwako ikongwe, usona haya. Mama. Ni Mungu wangu taishije mimi? Niishije jamani mzee? Mwanangu mwenyewe ndio huyo mmoja. Ndio yeye peke yake mimi namtemegea jamani. Yule mwingine ndio hivyo Mungu ameshambatili jamani. Mamangu. Unajisi. Wanivumilie. Mungu ndio atakayejua. Mama. Nimerudi mama wangu. Shikamoo. Baba. Nimerudi mama, vipi mashindano? Hivyo hivyo baba. Mwanangu. Ile jiko ulitoa mkaenda mkapika? Hajapikwa tangia asubuhi ulipoondoka mimi chochote. Hajapikwa baba. Hajapikwa pika. Tangia asubuhi baba vilitoka. Alisai baba. Mjangata kitu chochote. Madamu kunywa.
Baba, huwezi kumeza dawa bila kula. Njameza dawa hizi hapa. Alba. Hivi kuna sababu gani ambayo inapelekea mkashindwa kunywa chai asubuhi na mkashindwa kupika chakula mchana? Nilikuwa najisikia vibaya. Kwa kujisikia vibaya ndo unashindwa kumpikia hata mama uji? Kwani mama si anaumwa ndio maana kashindwa kuingia jikoni? Hata mimi naumwa ndio maana nimeshindwa kuingia. Kwa tunashindana sasa, si ndio sasa? Kama imefika stage ambayo tunashindana sasa, tuseme sasa. Tuingie wenyewe jikoni hapo kupika sasa. Baba, siwezi kuvumilia mwanangu. Baba. Mama. Hii ndo hali ambayo mwanaume anapitia. Changamoto zangu zisifanye mama nikashindwa kukuhudumia. Wewe ni mama wangu. Yaani kifupi lazima nikuhudumie mpaka utakapopona tutarudi nyumbani. Sawa? Kuwa na amani. Acha nifanye utaratibu wa kutafutia chakula. Ila nakuomba usije mama. Nitakupika. Kuwa na amani mama. Nakutesa. Kwa mfano utaratibu kwanza ule. Uwe sawa. Haya baba. Haya. Cha moto nitakiona mimi. Nitakufa kwa mengi, sio kwa maradhi. Kufa kwa mengi. Sina hata nguvu. Sasa Mr. Ima, wewe itabidi uende kwa wale jamaa wako. Ukarekebishe kompyuta yako. Mimi nitatoka. Kuna mchongo nafuatilia. Sawa? Haina shida ndugu yangu. Lakini kuna kitu ambacho mimi nitasikia kushirikisha. Moja, mama amekuja nyumbani. Hayuko sawa. Kwa mko naye pale kidogo na mwangalia hivi mpaka atakapokuwa sawa. Inabidi turudi nyumbani. Sasa
Kama jamaa mimi nitaenda kule na wewe utaenda huko. Hakisha kwamba wale ongea nao, mimi nikifika tu pale hela wanipe kabisa hapo hapo. Na nikimaliza kazi ili kusiwe na discussion kubwa. Maana mimi na shida ya hela. Umeshampeleka hospitali? Hospitali bado. Lakini na mpango kama si kesho hivi, naweza kupeleka hata kesho kutwa. Maana kidogo mambo yangu yako sawa. Pole sana. Asante. Ila cha kukushauri, ungeanza na vipimo vidogo. Hiyo vikubwa utapata pesa utapeleka. Mimi niko kwa staki usumbufu leo. Naenda leo napima malaria, UTI, typhoid, narudi. Kesho tena naenda nampima tena, narudi. Yaani maana nataka nikienda pale nimeenda moja kwa moja. Kwa sasa wewe ongea na jamaa zako. Ili kama nikienda kule nikimaliza kazi wakinipa hiyo, na mimi nikiangalia niko nayo, basi fanya hata baadhi ya vitu vikubwa tu vingine ambavyo tutakuwa navyo na uwezo navyo, basi nishaendelea tu. Sawa. Haina shida. Wewe mchongo gani unapata kwa kesho? Nitakwambia bonge la hela hiyo. Kuna mshindo wa nguvu. Acha tu ndugu yangu. Mimi nyumbani bana kule sasa hivi. Pale ndugu yangu pana vibweka. Mama kaja lakini hatari. Na ukubwa huo. Mapenzi yanaumiza ukitoa kifo. Wengi wanatunza sio wao watoto. Ni bora ungesema angali bado sijazama. Matamanio ilidanganywa na shepu, kumbe uozo. Kujikuta mkufunzi, kumbe michongo, kumbe kisusio. Mama karibu. Asante mwanangu. Zako hospitali. Sasa tunashukuru. Mimi nataka nikuulize swali. Naam. Kwani wewe mwenzako huyu hajakwambia kama mimi nipo mjini? Aliniambia. Kwa nini hujaje kuniona? Mama, kwanza samahani. Wewe sasa mbona unakimbilia samahani? Unajua michakato hapa na pale, mambo ya nyumbani. Kwa hiyo hapa na pale. Kwa maana pata nafasi hapo. Mimi naomba hiyo tabia babangu mimi ndio kabisa, kwa sababu wewe na huyu mwanangu ni marafiki wa karibu sana, mpaka mimi nilitokea kukuzoea na wewe na kupenda kama ninavyompenda mwanangu. Lakini sasa cha kushangaza, jamani, namaliza wiki sasa. Nikasema hapana, ngoja leo tupitie hapa, nende nikamuuliza kuna jambo lolote nimemkosea. Hapana mama, ulichonikosea sema tu majukumu hapa na pale, si unajua mama. Nifikie kipindi ya punguza. Kumbuka hata ukija kule nyumbani kijijini, yaani nikisikia tu umekuja, mimi tena nakuwa mwenzako ile mpaka nije nikuone mtoto wangu. Kama nina kikapo changu kichwani nimekuja ninakuja. Sawa mambo badilika. Sawa, mimi nimeshakuelewa. Vipi hali yako? Si babangu bado. Siku sawa. Nimetokea hospitali hapo. Kwa hiyo ndio hivyo. Narudi hapa. Lakini ni kilichogunduliwa kule kuwa mimi nina malaria, mimi nina UTI, lakini nilikuwa nahitaji kipimo kabisa kikubwa. Nipime kabisa. Lakini leo ndio tumeenda, sijui anasema mara tumechelewa ama sijui holiday mara nini, kwa hivyo. Pole sana. Mimi nakuahidi. Siku ya leo kabla haijaisha nitakuja nyumbani. Nitakuletea dawa ya UTI. Ya hospitali ama ya majani ya kienyeji. Si sawa. Vipi, mbona au muiti mkeo? Hapo kesho sahau. Ile nikuandalie kahawa kidogo. Sasa wewe mbona unakuwa hivyo kwa sababu?
uniandalie kahawa. Mimi nilikwambia mbona humuiti mkeo aje kunisalimia mkwewe? Bado mama. Sijampata kufanana naye. Hujampata mpaka leo? Unataka mfanane sura? Hiyo mipango ya Mungu. Mungu gani? Mungu vingine tunamsingizia. Vingine Mungu tunafanyaje? Tunamsingizia. Wewe mjumba huu wote huu. Wewe ndio kakae peke yako. Haya, hata wewe usafi unafanya unaangalia kwa usafi. Mama, umenisahau. Mimi napambana napiga kazi. Sawa, hata kama unapambana, uwe na mwenzio. Usiku mkubwa unaweza ukapindwa wengi. Haya, peke yako inakuwaje? Sasa kukuta asubuhi ngong'ona. Kuna muda hata uwezo wa kuchukua visimu vyenu hivyo, kusema halo bwana mwenzio, huku nimeziliwa. Huna uwezo huo. Au unadanganya hivi? Mwenzako huyo sasa hivi. Mimi talifanyia kazi. Sawa, hiyo kahawa babangu unasemea. Nitakuja kunywa siku nyingine. Nikususie wewe. Wala nisije kuchana. Si kuchana makapu hivi nimekwambia. Nikususie mwanangu. Wala. Nimekwambia tu. Nitamia tu basi nani uelewe kwa nichokifanya sio kitu. Ni mama yako. Basi mimi naona baba tu. Ndio. Naona mbwe. Haya mama. Karibuni tena. Haya. Sasa ndugu yangu, niacha kukimbia. Haina shida ndugu. Haya. Twende mama. Nakuona sasa unachana jukumu zako hizo ili upike mama ujae. Sasa sikiliza, kaka yako ameondoka, ameniachia wewe. Kwa mimi ndio kusema kwa kila kitu. Afu mimi nakupenda wewe ujue. So afu wewe sikiliza sana kwa kitu kimoja sawa? Yaani hapa mama yako si hayupo, akirudi tajitoe posa kwa sababu nakupenda. Nakupenda wewe. Nini? Sikiliza. Kwanza, yani kabla mama hajarudi, nataka unipe jibu langu. Kwa sababu mimi nakutaka wewe nikuoe. Fuata basi vidole tu. Mimi nakwambia ukweli. Sasa sikiliza. Yani kabla nikawa mimi sijatoka. Na akarudi kwa mama hapo. Tayari ushanipa jibu langu na pia tayari ushanipa kidogo, Eti kakako yupo sika na cha mimi kuangalia wewe. Wewe ndio kila kitu kwangu. Sawa? Kwa sasa sikiliza kwa kitu kimoja sawa? Hapa yani utanipa kila kitu. Sawa? Eli wewe mtu. Vyo. Sikusosomoa mimi na uanga. Utani tuone. Weka. Mimi uone. Kwa sababu sia. Nikuja. Shoo.
Habari za sasa shemeji? Nzuri. Kwema. Kwema, karibu. Asante. Vipi mama yuko? Yupo ndani. Nilikuwa na shida naye mara moja. Shida gani? Cha kwanza nataka nimuone, afu vile vile nimemletea na dawa. Kwa hiyo babangu sasa amekuwa sehemu ya kuulizia wagonjwa. Yaani ni hospitali sasa hivi. Hapana, nimemletea tu dawa ya UTI, nilimwahidi nitamletea. Ndio nimeamua kumletea. Unaweza kunipata nini? Sawa, haina shida. Basi akiamka utamwambia Jafar alikuja. Tayari imefika, naweza kaenda. Sasa, shemeji imefika na weka kwenye takataka? Imeshafika, kwa hiyo wewe unaweza ukaenda tu. Lakini hiyo dawa ya kumtibia mgonjwa